Baba, kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu mwenye uwezo na mamlaka, Bwana, mara nyingine tena tunakuja mbele ya kiti chako cha enzi ili Bwana tusifu jina lako na tuseme ya kwamba unastahili. Tukupatie heshima Bwana ambayo jina lako linastahili. Asante Mwenyezi Mungu, na tunajua kwamba maisha yetu yako mikononi mwako, na ya kwamba Bwana unatuongoza kulingana na mapenzi yako makamilifu. Una mpango Bwana kwa ajili yetu, kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tumeona ahadi zako katika neno vile ambavyo umepanga kukamilisha kila mmoja aweze kuwa na kimo cha Yesu Kristo. Tusaidie kusiwe na mmoja ambaye atakosa shabaha. Mungu wetu, kila mmoja aweze kuwa vile ambavyo umekusudia. Ninaomba uchunguze maisha yetu ili kwamba kama kuna chochote ambacho ni kinyume na haki, ni kinyume na neno, dhambi, mawazo yasiyofaa, mambo kama hayo, naomba ya kwamba utuondolee na ututakase kikamilifu kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo. Baba, uweze kuwa na hatamu katika mkutano huu, uweze kumiliki kila mmoja wetu na utusaidie kwa namna zote. Wale ambao wanateseka katika mwili kwa sababu ya magonjwa, ninaomba unyoshe mkono wako wenye nguvu, ukuze kila mmoja na kuondoa maradhi yake. Asante Mwenyezi Mungu, tunasema ya kwamba unastahili, na tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika Warumi 8. Warumi mlango wa 8. Tusome kutoka mstari wa 28 mpaka 33. 28 mpaka 33. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliohesabia haki hao akawatukuza. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Baada ya kusoma maandiko hayo, ningetaka kuongea juu ya uelewa sahihi wa kuhesabiwa haki. Uelewa sahihi wa kuhesabiwa haki. Kama tungesema kwa Kiingereza, tungesema proper understanding of justification. Yaani kuelewa jambo hili la kuhesabiwa haki kwa njia inayofaa. Na tunajua kile ambacho kinatufanya tuongee juu ya kuhesabiwa haki kwa mfano na hata kusamehewa ni kwa sababu ya dhambi. Dhambi tunajua ni kitu ambacho tunarithi. Ni kitu ambacho tunarithi, na hii dhambi ilitokana na mtu mmoja. Wakati Adam alianguka wakiwa na Hawa, na dhambi kaingia katika maisha yao, basi kutoka hapo dhambi ilianza kutembea katika mkondo wa jamii ya wanadamu. Ikitokea kwa Adam ikaja hivi, sisi sote tukawekwa chini ya dhambi. Kwa hiyo dhambi ni kitu ambacho tunarithi. Tunazaliwa katika hali ambayo ni potovu, na tunakuja katika hii dunia tukiwa ni watu wenye dhambi. Ndio sababu tunahitaji kukombolewa ili kuweza kuondolewa ile asili ya kwanza. Na tulipozaliwa kama tumeanguka namna hii, tuliingia katika dhambi na mateso na shida zote ambazo binadamu anapata, na hatimaye mauti. Tukaingia katika mauti,
na tukawa mateka ama wafungwa wa dhambi, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba kile ambacho kinakutawala unakuwa mtumwa kwa jambo hilo. Jambo lolote likiwa na uwezo juu yako, basi unakuwa mtumwa wake. Tukawa ni watumwa wa dhambi kwa sababu tulizaliwa kwa njia potovu. Na ndio sababu unaona nabii huwa anasema wakati unasikia mtu ameshiriki uzinzi ama anakunywa pombe ama anaua watu, anasema dhambi sio hiyo, hayo ni matokeo. Kuna mzizi wa jambo hilo, kuna shina la mambo hayo. Kile ambacho kinazalisha mambo hayo ni pale ndani ya nafsi yake kutokuamini. Asili ya ulimwengu, hiyo asili ya ulimwengu ambayo haijaondolewa, hiyo ndio inaleta haya matunda ya mauti. Kwa hivyo ndio sababu wakati tunaongea juu ya wokovu, huwezi kuhubiria watu sheria. Umwambie mwanamke kule mkutana, labda ni mtu unajua, umwambie hii longi unavaa longi, uachane na longi, Mungu hataki longi. Hiyo haitamuokoa hata akiacha. Hiyo haitamuokoa. Kwa sababu hata tamaa ya kufanya hivyo ingali ndani yake. Na tumesema mara nyingi, vile Biblia inasema katika Wagalatia ya kwamba hakuna mtu anaweza kuokolewa kwa matendo ya sheria. Na kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili ambaye atafanywa haki. Lazima Mungu afanye kitu katika moyo wa mtu, na shina likiondolewa hawezi kuwa na matunda ya dhambi kwa sababu hayana mahali pa kuchipuka. Kwa hiyo tunajua dhambi ilipoingia katika mwanadamu ikaweza kuwa na utawala juu yake, akawa ni mtumwa wa dhambi, na kile ambacho kinakuwa na utawala juu yako basi unakuwa mtumwa wake. Na hatungetaka kuwa mateka wa dhambi, tungetaka kuwa mateka wa upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana Yesu alisema ya kwamba nira yake ni nyepesi. Akasema ya kwamba tujivike nira yake, na akasema ya kwamba ni nyepesi. Na wakati ambapo tulizaliwa katika hii dunia, kwa sababu tulizaliwa katika njia potovu ya msisimuko wa kimwili, tulipozaliwa tuliolewa kwa lazima na asili ya ulimwengu. Hasa tunaweza kusema ya kwamba ndoa yako ya kwanza na yangu ya kwanza ilikuwa ni kwa shetani. Kuolewa na shetani. Kwa sababu shetani ndiye mwenye ile dhambi, na yeye ndiye alileta dhambi katika wanadamu. Sasa hiyo dhambi ikaingia pale, ikashikana na nafsi, ikawa ni ndoa haramu. Ikawa ni ndoa haramu. Naona jambo hilo. Na wakati ambapo tuna huyo ambaye anaitwa mume wa kwanza, jambo hilo ambalo linaitwa mume wa kwanza hapo, nabii analiita mambo mengi. Anasema mzizi wa dhambi, anasema nyoka, anasema mchafuko, anasema giza. Mambo hayo yote yanaeleza ile asili ya dhambi iliyo katika nafsi kwa sababu ya kuzaliwa kwa njia potovu. Na hiyo asili na imetoka kwa shetani, ikaoa muaminio, ikaoa mwanadamu, ikawa ni ndoa haramu. Na anasema mwanamke hawezi kuolewa na mtu mwingine ili mradi mume wa kwanza yuko hai, hata katika maisha ya kawaida. Ndio sababu ilibidi Ibrahimu adanganye ili asiuawe, kwa sababu kama angesema Sara ni mkewe na yule mtu amemtamani, nabii anasema hata kafiri walijua hiyo ni sheria ya Mungu. Sasa ingebidi yule mtu auwe Ibrahimu ili aweze kubaki na Sara. Lakini wakati alisema ni dadangu, basi Ibrahimu akaona Abimelech akaona niko na haki ya kumuoa. Kama ni dadake hakuna shida. Lakini tunajua Ibrahimu alidanganya ili aweze kujiokoa. Tunaweza kuona pia ya kwamba Abigail na Bathsheba mamake Solomon wasingeolewa na Daudi wakati waume wao walikuwa hai. Ilibidi katika hali ya Abigail yule Nabal aweze kufa, mume wa kwanza ambaye hakuwa na mazao, ili aweze kuolewa na Daudi ambaye ni mfano wa Kristo. Na ikabidi yule mwingine naye aweze kufa, Uria aweze kufa, pia hakuwa na mtoto na Bathsheba, ili huyu aweze kuolewa na Daudi. Na hayo mambo tunajua ni mfano wa Kristo na kanisa lake, kwa sababu agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Ni mfano wa Kristo na kanisa lake. Na wakati nabii anahubiri ujumbe, muungano wa siri, invisible union, anasema ya kwamba mambo hayo yanaonesha mambo ya kiroho. Hatuwezi kuolewa na ulimwengu na tuolewe na Kristo wakati ule ule, kwa sababu utakuwa ni uzinzi wa kiroho.
Na katika ule ujumbe akasema ya kwamba mwanamke akiolewa na mtu na mume wa kwanza yuko hai, hata kama kuna talaka, Mungu hatambui kile binadamu anafanya, anatambua neno lake. Waaminio wakienda mahakamani waseme ya kwamba wanataka talaka, ndugu na dada, na mahakama iwapatie talaka, Mungu hatambui jambo hilo. Mungu anatambua neno lake. Kwa hiyo huyo dada akitoka hapo, ama huyo ndugu, kila mmoja aende awe mwingine kutoka hapo, ama aolewe na mwingine kutoka hapo, na kuendelea wanaishi katika uzinzi. Na anasema ya kwamba hakuna mzinzi ambaye ataingia katika ufalme. Anasema mwanamke akiolewa mara ya pili na mume wa kwanza yuko hai, hata kama walitalikiana, ameuza haki yake ya kuingia mbinguni, na amejifukuza kutoka mbinguni, hawezi kuingia mbinguni. Na wale ambao wanaamini ujumbe wakiwa katika hali kama hizo, ya kwamba dada ameolewa mara ya pili ama ya tatu, ndugu alioa mke wa mwingine, na wakaja katika ujumbe wamechafuka namna hiyo, nabii anasema hivi, anasema kwa vile walifanya hivi kwa kutokujua, hawakuwa na ufahamu, hawakuwa na mwangaza, wanapatiwa neema ya kuishi hivyo. Kama wanapendana waishi hivyo, lakini wasidhubutu kurudia jambo kama hilo. Na tena wafundisha watoto wao, watoto wasiwe na desturi kama hiyo. Lakini ikiwa mtu anatangulia na kufundishwa ujumbe, ndugu ametangulia kufundishwa ujumbe, dada ametangulia kufundishwa ujumbe, na kisha afanye jambo kama hilo, uwezekano ni kwamba sio mtoto wa Mungu. Kwa sababu alianza na mwangaza kama Waebrania 6, na sasa amedharau ule mwangaza, kuna uwezekano huyo sio mtoto wa Mungu. Lakini wale ambao walichafuka kwa sababu hawakujua kingine, wajapo kwenye ujumbe wanapatiwa neema ya kuishi namna hiyo, lakini wasirudie kosa hilo, na pia wafundisha watoto wao waende kwa njia iliyo sahihi. Kwa hivyo tukaolewa na hiyo asili ya kwanza, na ni muungano haramu, kwa sababu hayo sio mapenzi ya Mungu makamilifu. Wewe ukiwa ni mali ya Bwana, dhambi haitakiwi kuwa na mamlaka ndani yako. Lakini tunajua kwa sababu Mungu alijua binadamu ataanguka, na hata Mungu mwenyewe aliachilia binadamu aanguke ili aweze kuonesha sifa ya mkombozi. Ni Mungu aliachilia. Basi kabla ya misingi ya ulimwengu alikuwa ameandaa njia vile tunaweza kuokolewa. Ndio sababu Biblia inasema mwana kondoo alichinjwa katika nia ya Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu. Na wale wote ambao Mungu alikusudia wataokolewa, majina yao yaliandikwa wakati huo kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ni kabla ya misingi ya ulimwengu. Na kisha kile ambacho Mungu alifanya katika nia yake, akaja hapa duniani kukitekeleza wakati alifanyika mwili kwa njia ya Yesu Kristo, akawa ile sadaka kuu. Na akaenda pale msalabani ili atoe mwili wake uweze kuwa sadaka ambayo ilikuwa inahitajika kulipa gharama ya kukomboa binadamu atoke katika mauti arudi katika uzima. Na anakomboa kila mtu ambaye alikuwa katika nia yake. Wale wa Agano la Kale ambao waliishi kabla ya Bwana Yesu Kristo kuja katika mwili, walikuwa wanatazamia ile siku atakuja ili awakomboe. Na wale ambao walikuwa duniani wakati wa Bwana Yesu Kristo walikuwa wanamtazamia. Na sisi ambao tuko hapa tunarudi nyuma, tunaangalia pale Calvary, kwa sababu hapo ndipo gharama ililipwa kwa ajili ya ukombozi wetu. Kwa hivyo aliokoa wote, wale walikuwa kabla yake, wale walikuwa siku yake, na wale walikuja baada yake, anawaokoa wote. Aliwanunua wote kwa sababu ya kumwaga damu pale Calvary. Na ule upatanisho wa Bwana Yesu Kristo ni huo unaondoa dhambi katika maisha yetu. Ni kusema hivi, kile shetani alifanya akaleta dhambi ndani ya mwanadamu, na shetani akawa na haki za kisheria za kuongoza huyu binadamu vile atakavyo na kuleta uchafu wa kila aina, kwa sababu kuna asili yake pale ndani. Sasa ule upatanisho wa Yesu Kristo unakuja kuondoa hilo jambo, kukaso hilo jambo liweze kuondolewa ili sisi turudi katika haki. Upatanisho unakuja kufanya hivyo. Na siku ya leo Mungu amefunua ujumbe. Mihuri 7, ngurumo 7 zikatoa sauti, mihuri 7 ikafunuliwa kwa hali halisi. Na mihuri 7 tunajua ni kitabu cha ukombozi. Ni vile Mungu alikomboa. Vile alikomboa watoto wake kupitia nyakati,
na vile ambavyo wanarudi katika urithi wao, kwa sababu ukombozi ni kurejesha mtu katika nafasi yake ya mwanzo. Nabii anasema katika ule ujumbe ndani ya mihuri 7 ambao unaitwa mwanya, pengo, the breach, anasema hivi, anasema ukombozi ni kurejesha haki zote za kisheria zile ambazo Adam na Hawa walikuwa nazo wakapoteza, sasa zikirejeshwa, anasema huu ndio ukombozi. Kwa sababu ni kupeleka mtu ama kuleta mtu katika nafasi yake ya mwanzo, mahali alikuwa kabla ya kuingia kwenye shida, anarudishwa mahali pale. Huo ndio ukombozi. Mihuri 7 ni kitabu cha ukombozi. Tunaona vile Mungu alitukomboa. Tunaona nafasi yetu katika Kristo, vile tunarudishwa katika hali ya kutokuanguka. Tunaona mambo hayo yote. Na tumepata ufahamu, tumepata uelewa sahihi kupitia ufunuo wa neno siku ya leo. Ya kwamba wakati Mungu analeta neno, kwa mfano vile ameleta neno siku ya leo, Mungu akileta neno, tunasikia neno hilo na tunaliamini. Anasema sio tu kusamehewa dhambi, japo tunasamehewa dhambi, kwa sababu siku ya Pentecost wakati wale watu 3,000 waliuliza Petro, tunaweza kufanya nini ndugu zetu ili tuokolewe? Na Petro akasema, tubuni kila mmoja na mbatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Lakini tunajua kwamba Biblia inaongea hapa juu ya kuhesabiwa haki, kama vile tumesoma katika Warumi 8. Si tu dhambi tumesamehewa, lakini wakati unaitwa na neno na unaliamini na Mungu anafanya kazi juu ya maisha yako, umehesabiwa haki. Na kuhesabiwa haki ni kitu kilicho juu kuliko kusamehewa. Hivyo ndivyo tunaamini neno siku ya leo. Sio kama Luther ambaye aliamini kuhesabiwa haki ni kusamehewa, na ilikuwa ni sawa, alikuwa ni mtengenezaji, na Mungu alitaka katika kiwango hicho waelewe hivyo, kwa sababu alikuwa na neno la Mungu kwa sehemu tu, si kwa utimilifu. Lakini siku ya leo neno limefunuliwa kwa utimilifu wake, ili tuweze kuelewa kwa usahihi mambo ambayo watengenezaji hawakuelewa vizuri. Tukiongea juu ya kuhesabiwa haki siku ya leo, ni zaidi ya kusamehewa, kwa sababu mtu mwenye haki hahitaji umsamehe. Kama tutasoma hapa, kama vile nilisema wiki jana, kuna mahali nabii anasema hivi, anasema ukisikia kwamba nilikuwa nakunywa pombe, na useme William Branham, wewe ni ndugu yangu, na unajua wakati unakunywa pombe unaharibu sifa yetu kama waaminio, mambo kama hayo, nimekusamehe. Anasema kwa kweli ikuwa nilikuwa nakunywa pombe, ninahitaji kusamehewa, lakini kumbukumbu ya vile nimefanya itasalia. Haitasemekana sikufanya, nilifanya, lakini kwa vile nilisamehewa sitaadhibiwa. Lakini kama nabii anasema, lakini kama si kunywa pombe, ni wewe unisingizia, na kisha useme ya kwamba nimekusamehe, hakuna kitu unafanya. Sihitaji msamaha kwa sababu mimi ni mwenye haki. I need no forgiveness. Mimi ni mwenye haki kwa vile si kunywa pombe. Na anasema hivyo ndivyo ilivyo na muaminio. Wakati Mungu anakukomboa, sasa wewe ni mwenye haki. Na hiyo ni kusema ya kwamba hukufanya lile jambo, ni kutegwa, ulitegwa. Kwa hiyo kama ingekuwa ni chaguo lako, hungefanya hivyo, ni vile ulitegwa. Unaona? Hebu tusome ujumbe hapa wa unyakuo. Ujumbe wa unyakuo tutasoma aya 161, sijui kama itaambatana na ile iko pale. Inasema, and notice, tazama hapa, not only is the bride washed, forgiven, but she is justified. Anasema tazama hapa, biharusi si kuoshwa tu ameoshwa na kusamehewa, lakini amehesabiwa haki. She is justified. Ni kitu ambacho ni zaidi ya kusamehewa. Na anasema hivi, did you ever try the word justified to see what it means? Umewahi kuangalia neno hili kuhesabiwa haki uone linamaanisha nini? Now for instance, if Brother Green, huyo ni pastor mahali nabii alikuwa anahubiria ujumbe huu, if Brother Green heard that I had been drinking, I had been doing bad things, then he found out that I didn't do it, then he come say, I forgive you Brother Branham. Kama ndugu Green angesikia ya kwamba nilikuwa ninakunywa na kufanya mambo yasiyofaa,
na kisha baadaye agundue ya kwamba sikufanya hivyo, na kisha aje aniambie nimekusamehe ndugu Branham. Sikia vile nabii anasema, you forgive me. Unasema unanisamehe juu ya mambo ambayo sikufanya. You forgive me. Nabii anasema I never done it. Sikufanya kamwe. What you forgiving me about? Unanisamehe kwa nini? But if I'm guilty, then I can be forgiven, but I'm still not just because I did it. Kama niko na hatia ya kufanya hivyo, ninaweza kusamehewa, lakini sitakuwa mwenye haki. Haitasemekana sikufanya, nilifanya jambo hilo, lakini kwa vile nilisamehewa, siwezi kuadhibiwa. Lakini kama sikufanya jambo hilo, huna haja ya kuniambia umenisamehe. Hakuna jambo kama kusamehe mtu ambaye hana hatia. Hakuna. Hata katika maisha ya kawaida, ukisingizia mtu, umwambie ni wewe ulifanya hivi, na asema sikufanya, ni wewe ulifanya jambo hili, lakini nimekusamehe, na yeye hakufanya jambo hilo, ile saa utakuja utambue ya kwamba hakufanya. Jambo la kwanza unatambua ya kwamba hahitaji msamaha kwa sababu yeye ni mwenye haki. Hasa ni wewe unahitaji kutubu kwake, kwa sababu ulimsingizia kitu ambacho hakufanya. Na sasa hivyo ndivyo Mungu anafanya na kanisa lake siku ya leo, biharusi wa Yesu Kristo. Nabii anasema, but the word justified is though you never done it at all. Yani ni kana kwamba hukufanya jambo hili hata kidogo, wakati unahesabiwa haki. Ni zaidi ya vile Luther alikuwa anafundisha ya kwamba unasamehewa, kwa sababu hapa ni kusema ya kwamba wewe ni mwenye haki. Na ile sababu inafanya tuweze kusema kitu tofauti na Luther ni Ufunuo mihuri 7. Mahali nabii anasema wewe hukufanya, ni kuwekewa, uliwekewa mtego. Kama ule mtego haungekuwa pale, haungeingia katika dhambi. Kwa hiyo kuingia katika dhambi halikuwa chaguo lako. Halikuwa chaguo lako, ni kujipata, ulijipata. Given a chance, hungeingia pale kama ungepatiwa nafasi. Kwa hivyo Mungu akija aondoe ule mtego pale, unakuwa vile ambavyo ulikuwa kabla ya kuanguka. Sasa wewe ni mwenye haki. Tuweze kuelewa jambo hilo. Na unajua Mungu analeta neno hili kwa namna hii katika ujumbe, aweze kuondoa hofu yetu. Kwa sababu mara nyingine muamini anashindwa, nimeokoka ama sijaokoka, nimesamehewa ama sijasamehewa. Usikae kama swara ambaye hawezi kulala vizuri kule porini kwa sababu ya wasiwasi kila wakati. Wale wala nyama ni wengi sana. Ama sungura kule kichakani, analala dakika moja, hiyo nyingine anaamka, analala nyingine anaamka. Usiishi maisha kama hayo. Kwa sababu kama ni Mungu anakuhesabia haki, hakuna mtu aliye na uwezo wa kuhukumu. Na Mungu anataka tuweze kuelewa mambo haya, ili tuweze kuwa na ujasiri, na ili uoga uweze kuondoka katika maisha yetu. Wakati unatembea katika hii dunia, unatembea umejaa amani na umejaa imani, kwa sababu unajua ni Mungu ametenda jambo hili. Unaona? Anasema the word justified is though you never done it at all. Anasema kuhesabiwa haki, neno hilo ni kana kwamba hukuliwahi kulifanya. Justified. And then the blood of Jesus Christ cleanses us so from sin till it's put in the book of God's forgetfulness. He is the only one can do it. Na kisha damu ya Yesu Kristo inatakasa, dhambi zako zinawekwa katika kitabu ama bahari ya usahaulifu. We can't. Sisi wanadamu wanasema hivi, we can forgive but not forget. Sisi tunaweza kusamehe lakini bado tunakumbuka ile dhuluma. Kwa anasema ni kwa sababu nia zetu ni ndogo sana. Our minds are very little. Mungu ni mkuu hivi kwamba akisamehe anasahau. Ndio sababu nabii aliulizwa na mtu mmoja, ndugu Branham, hiki kipawa ulicho nacho, ishara ya Mesia kuona siri za watu, ni kuonesha kwamba unaweza kuona kila kitu kuhusu kila mtu. Kasema sivyo. Siwezi kuona yale yaliyo chini ya damu. Ikiwa mtu ametubu dhambi na imewekwa chini ya damu, Mungu hawezi kunionesha, kwa sababu hata Mungu haijui, alisahau. Na si kujifanya alisahau, alisahau genuinely. You get my point? Alisahau genuinely. Na haijalishi brother sister vile watu watasema juu yako. Kama unajua umesahisha hilo jambo na umewekwa chini ya damu, lakini kwa sababu watu wanalijua bado wanakushtaki, usiwe na shida na jambo hilo.
Kwa sababu najua hukumu yako haitokani na watu, inatokana na Mungu. Na kama Mungu amekuhesabia haki, achana na watu. Unajua kazi yetu sio kusikiza maoni ya watu na kauli za watu. Kazi yetu ni kusikia vile Mungu anasema. Na kama akisema jambo fulani katika neno, hata na wengine wainuke kinyume nawe waseme tofauti wote, wewe simama na neno. Mungu ndiye sahihi peke yake, sio binadamu. Ndio sababu Mikaia mwana wa Imla alisema, aliposhawishiwa aongee kiekumeni kama wale wengine wote. Tu wote wametabiria mfalme vema, vile ambavyo atapata ushindi kule Ramoth Gilead, nami nakusihi usiseme jambo tofauti. Naye akasema, nitasema vile Mungu amesema. Sio kushawishiwa na binadamu, nitasema vile Mungu amesema. Na muaminio anatakiwa kusimama vile Mungu anasema katika neno lake, sio vile watu wanasema. Unaona jambo hilo? Wacha tumalize hiyo nukuu, tusikuwa mahali hapo. Ningetaka tumalize. Anasema, we can forgive but not forget. I could forgive you but I always remember you done these evil things. Then you are not just, you are forgiven. Binadamu anasamehe lakini hata sahau. Na katika hali kama hiyo, basi mtu amesamehewa lakini si mwenye haki. Mwenye haki ni kusema hakufanya. Kusamehewa ni kusema alifanya, lakini kwa vile amesamehewa hataadhibiwa. Unaona tofauti? Ulifanya lakini hautaadhibiwa. Lakini mwenye haki ni kusema sina haja ya msamaha. Mimi sikufanya. Okay, nani alifanya? Ni shetani. Ni shetani kwa sababu ni yeye aliniwekea mtego. Mimi kama ningepatiwa chaguo, singeingia katika hiyo njia, lakini aliniwekea mtego, akanitega, nikaingia katika hiyo hali na si chaguo langu. Kwa hivyo ni shetani alifanya. Ndio sababu wakati nabii anaanza kuleta mihuri 7 katika ule ujumbe ambao unaitwa pengo, the breach, anasema damu ya Yesu Kristo ni kama Clorox, ni kama jik. Naona bleach. Mnajua jik vile inavunja tone la uchafu katika nguo. Tuseme ni doa, kitu kama hicho. Anasema damu ya Yesu Kristo inavunja dhambi, alafu inapeleka hiyo dhambi, inatrace hiyo dhambi, inarudisha kwa mwenyewe wa asili. Inawekwa juu ya shetani, shetani atachomwa nayo pamoja na hiyo dhambi. Sasa wewe unakuwa ni mwenye haki. Ya kwamba hukufanya, nani alifanya? Ni shetani, sio mimi. Nani alimwambia niwekee mtego? Sasa mimi ni mwenye haki kupitia damu ya Yesu Kristo. Si? Wacha tumalize. Anasema, but in the sight of God, machoni pa Mungu, the bride is justified. Bi harusi amehesabiwa haki. She never done it in the first place. Hakufanya dhambi kwanza. Sijui kama tunaona jambo hilo. Na wakati damu ya Yesu Kristo inakuja inakutakasa, ni confirmation, ni kudhibitisha ya kwamba wewe hukufanya dhambi, ilifanywa na shetani na atachomwa na hiyo dhambi. Anasema, in the sight of God the bride is justified, machoni pa Mungu bi harusi amehesabiwa haki. She never done it in the first place. Hakufanya jambo hilo mwanzo. Standing there married to the virtuous son of God, never sinned in the first place. Na anasimama hapo na anaolewa na mwana wa Mungu na hakutenda dhambi kutoka mwanzo. She was foreordained, alikusudiwa. Sikia vile anasema, she was trapped into this. Aliwekewa nini? Mtego. Kwa hivyo kama ule mtego haungewekwa pale, angesalia akiwa mwenye haki. Na si yeye aliweka mtego. Aliwekewa mtego. She was trapped into this. Hakujiwekea mtego, aliwekewa. And now when she had the truth and come forth, the blood cleansed her. Na sasa wakati alisikia ukweli na akatokea ama akaitika, damu ikamtakasa. And she stands there virtuous, no sin on her at all. Na anasimama pale akiwa ni mwenye haki, akiwa safi na hakuna dhambi juu yake hata kidogo. Kwa hiyo kwa sababu halikuwa ni chaguo lako, ni kutegwa ulitegwa, wakati Bwana wetu Yesu Kristo analeta ule upatanisho kufanya kazi juu ya maisha yako, ni kumaanisha kwamba ule mtego unaondolewa. Na mess
mchafuko wote ambao uliandamana na kule kuanguka, mess hiyo yote inaondolewa kupitia nini? Upatanisho wa Yesu Kristo. Na mess ikiondolewa hiyo yote, mchafuko huo wote ukiondolewa, unarudi ile hali ambayo ulikuwa kabla ya kuanguka. Na ndio sababu anasema wewe ni mwenye haki. Na ni lazima tuamini mambo hayo kwa sababu ujumbe unafundisha hivyo. Unaona? Ikiwa ujumbe unafundisha hivyo ndugu, usione kusema hivyo kama ni kujitakia makuu. Ni Mungu amesema hivyo. Wakati ambapo damu inatokea na inakuosha, unakuwa ni mtu mwenye haki. Si tu ambaye amesamehewa, lakini mtu mwenye haki. Hukufanya hivyo, ni Ibilisi alifanya. Sasa unarudi katika ile hali ambayo ulikuwa kabla ya kuanguka. Na ndio sababu unaona wale ambao Mungu anahesabia haki, hakuna mtu sasa anaweza kuja tena aanze kuwahukumu. Hana haki. Hana haki ya kuhukumu watu ambao Mungu amehesabia haki. Nimetoka kuambia juu ya ndugu Branham, anasema ya kwamba siwezi kuona kila kitu juu ya kila mtu. Kwa sababu mambo yaliyoungamwa na yako chini ya damu siwezi kuyaona. Ndio sababu yule dada alikuwa ni mvuta sigara. Navuta sigara na amekuja sasa katika mstari wa maombi. Na hapa ana wasiwasi mwingi sana, manake anaona akifika pale nabii atapambanua jambo hilo. Na akatubu kabla ya kufika pale, akatubu kabisa kwa unyofu wa moyo. Baba, ninatubu kwa sababu ya uvutaji wa sigara na mambo kama hayo. Na alipofika pale, nabii alipambanua mambo mengine, lakini hilo hakuona. Kwa sababu limeondolewa na Roho Mtakatifu. Na unajua unaweza kuhesabiwa haki na Mungu, lakini watu wasalia wakikushtaki kwa sababu wana ufahamu wa lile jambo. In which case sasa wanasaidia shetani kazi. Wanasaidia shetani kazi kwa sababu Mungu amehesabia huyu haki na hilo jambo liko chini ya damu ya Yesu Kristo. Hana hukumu, lakini watu bado wanamshtaki. Ni kama vile Paulo alikuwa anatesa waaminio. Na amekuja hapa na ameokolewa. Unajua yeye hakuwa mtesaji wa waaminio katika nia ya Mungu. Yeye alikuwa ni mtume. Lakini wakati alitegwa akaanza kufanya hiyo kazi. Sasa amehesabiwa haki, amekuwa katika ile nafasi ambayo alikuwa kabla ya kutegwa. Lakini sasa kuna wale wanajua huyu jamaa ni mtesaji wa waaminio. Sasa hiyo wewe na shetani mko pamoja, mkishtaki mtumishi wa Mungu. Kwa sababu alihesabiwa haki. Nafikiri tunaona jambo hilo. Sasa unaona, na kwa sababu ulikusudiwa, wakati Mungu analeta atonement, ule upatanisho unaweza kufanya kazi juu ya maisha yako. Wakati analeta jambo hilo, anaondoa ile mess, ule mchafuko ambao ulijipata ndani yake kwa sababu ya kuwekewa mtego. Anaondoa hiyo mess. Na unazaliwa mara ya pili ili uweze kurudi katika ile hali ambayo ulikuwa kabla ya kuanguka. Na hiyo inamaanisha ya kwamba sasa wewe umehesabiwa haki, hukufanya jambo hilo. Na ni Mungu peke yake aliye na uwezo wa kufanya jambo kama hilo. Hakuna mwingine. You go to your pristine condition. Ile hali ambayo ulikuwa kabla ya kutenda dhambi, unarudi pale. Na hiyo inakupatia ujasiri. Hallelujah. Na unajua ya kwamba ukiwa katika hali hiyo, hata ukiomba wakati wowote Mungu atasikia maombi yako. Kwa sababu hakuna hukumu katika moyo wako. Biblia inasema there is now no condemnation. Hakuna hukumu sasa juu ya wale walio ndani ya Kristo, ambao hawatembei kwa njia ya mwili, lakini watatembea kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hebu tusome, turudi hapo Warumi 2 tumesoma, lakini turudi pale juu mstari wa kwanza katika Warumi 8. Turudi pale juu tusome kidogo katika mstari wa kwanza. Romans 8 verse 1. Nasema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. No condemnation to those who are in Christ Jesus. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru, bali na sheria ya dhambi na mauti. Hakuna hukumu juu ya watu walio ndani ya Kristo. Na tujihadhari sana hata na sisi. Kwa sababu sasa mtu akiwa ndani ya Kristo si mtu wa kulaaniwa na watu. Kumbuka vile Mungu alisema juu ya Ibrahimu, wale watakubariki nitawabariki, wale watakulaani nitafanya nini? Nitawalaani. Wewe na mimi ni nani?
uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Na ni Mungu anakuhesabia haki. Na hakuna mtu ambaye ana haki ya kukushtaki. Tunajua shetani kazi yake ni kushtaki kila wakati, lakini kazi yake ni bure. Wakati atonement, ule upatanisho umeletwa kufanya kazi juu ya maisha yako, kazi ya shetani imewekwa X. Imewekwa X, hii yote ni bure na inaondolewa na unahesabiwa haki. Na wakati unahesabiwa haki, sasa unaanza kujielewa wewe ni nani. Unaanza kujielewa wewe ni nani ili uweze kuchukua nafasi yako ile ulikuwa nayo kabla ya kuanguka. Kwa sababu wewe ni mwenye haki. Nani anakuongoza kwenye hiyo nafasi? Ni malaika wa Bwana. Kwa msingi wa neno ambalo limefunuliwa, malaika wa Bwana anakuongoza kwenye nafasi yako. Na ujumbe umefunua kile ulikuwa nacho kabla ya kuanguka. Si ujumbe umefunua? Kwa mfano nabii anasema ulikuwa na mwili wa theophany, lakini wakati unakuja katika haya maisha, kwanza haukuingia katika theophany, ukaenda kando, ukaingia katika mwili wa nyama na damu ili uweze kujaribiwa. Lakini wakati majaribu yanafika mwisho, Mungu anakuinua tena mpaka tena kwa mwili wako wa theophany. Na mwili huu wako unatukuzwa. Hiyo ndiyo hali yako ya kwanza. That's the original. Hiyo ndiyo hali yako ya kwanza na ile itadumu. Sasa unarudi katika hiyo nafasi. Unarudi katika hiyo nafasi kwa sababu niyo nafasi yako ya kwanza. Sasa vile Mungu amefunua urithi siku ya leo, unaweza kuona uwana, sonship. Sonship. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni binti ya Mungu kutoka mwanzo. Si kufanyika unafanyika hivyo unapokuja katika haya maisha. Hapa unatakiwa kutambua wewe ni nini. Ni kama mtu akufungie nje ya nyumba yako. Nyumba ni yako na anakufungia nje. Nyumba ni yako lakini umefungiwa nje. Wakati sasa hatimaye utafunguliwa uingie ndani, si kwamba hii nyumba sasa ndio inapata kuwa yako. Hii ni nyumba yako, ni vile ulikuwa nje. Hizi haki ni zako na ni zangu. Unarudi katika sonship. Kwa sababu unaona yule mwana mpotevu kwanza alitoka kwa baba yake. Na wakati alitoka hakuwa na dhambi, na wakati akiwa katika milki ya baba yake hakuwa anakula chakula cha nguruwe. Na hakuwa katika anasa na wanawake na mambo kama hayo. Alikuwa sawa. Lakini alipoondoka akaenda nchi ya mbali, akaondokea baba, akaingia katika shida. Mali yake ikaisha. Akawa na njaa, akashikana na mtu mmoja wa nchi ile, mtu wa mbali ambaye ni ibilisi si mwingine, na akapatiwa kazi ya kulisha nguruwe. Najua Biblia inaongea kwa mafumbo. Nguruwe kiroho ni watu wasio watoto wa Mungu. Wasio na uwezo wa kuelewa siri ya Mungu. Ndio maana maandiko yanasema usiwatupie lulu zako. Usibishane na mtu sana juu ya neno, kwa sababu kama hakuteuliwa uzima, kubishana hakutafanya yule mtu aone mwanga. Lakini wakati huyu bwana alifika mahali akapata amnesia, hajielewi na hajui alitoka wapi, kaishi katika hayo maisha katika mazingira ya nguruwe, na siku moja akaamka, kasema nitarudi nyumbani na nitatubu sana hata sistahili. Tazama yale mambo yalifanyiwa. Yale mambo alifanyiwa yalikuwa ya kumrudisha katika nafasi yake ya uwana. Na hata yeye alikuwa naomba aweze kufanywa mtumwa. Hangefanywa mtumwa, hakuwa mtumwa to begin with. Alikuwa ni mwana, lakini sasa ameingia katika kutokujielewa. Sasa lazima arudishwe katika nafasi ya uwana. Ndio sababu alipatiwa vazi lile bora, Roho Mtakatifu, akapatiwa pete ambao ni adoption, akapatiwa viatu ni injili ya amani, na akampatia yule dama aliyenoneshwa karamu ya mwana kondoo. Na ni yule jamaa alikuwa anakula pale na nguruwe. Kwa sababu hii position ndio ilikuwa ni yake, ni vile ambavyo hakuwa naelewa. Na kile Mungu anafanya siku ya leo kupitia ufunuo wa neno ni kukuonesha nafasi ambayo ilikuwa ni yako. Unaona? Na wewe si mgeni ambao unakuja hapa. Unajua mgeni hana haki. Mgeni akija alaliwe aambiwe hata hapa hakuna mattress nzuri ya kulalia. Utalala pale karibu na jivu pale. Na hana jambo lingine, ni usiku katikati, hawezi kwenda mahali. Lakini si mwana. Huwezi kufanya mwana hivyo ukiwa mzazi timamu. Mwana anaingia katika nyumba yako na ana haki ya kutumia chochote. Na wewe si mgeni katika ufalme, wewe ni mwana, lakini ulikuwa hujui nafasi yako.
Sasa unarudi katika sonship. Na ukurudi katika sonship, unamrithi baba yetu. Wewe ni mrithi wa baba. Ndio sababu maandiko mengine hapa katika kitabu cha Warumi hatutasoma, yanasema ya kwamba sisi ni warithi wa Mungu, ni warithi wa Mungu. Na si Cadillac tunarithi na si mashamba. Wapentekoste wanarithi hayo. Sisi tunarithi mambo ya kiroho. Tunarithi utu wa Mungu, divine nature, kimo cha mtu mkamilifu. Tunarithi nguvu za kiroho na mamlaka na imani kamilifu. Mambo haya yote ndio urithi wetu, na kutawala pamoja na Kristo, huo ndio urithi wetu. Mambo ya kiroho tunarithi pamoja na Kristo, tunamrithi baba yetu na tunarithi pamoja na Kristo kwa sababu sisi ni wana. Biblia inasema ya kwamba yule ambaye anatakasa katika Waebrania mlango wa 2, na yule ambaye anatakasa ni Yesu Kristo. Anaondoa dhambi zetu na tuosha. Yule ambaye anatakasa na wale ambao wanatakaswa, baba yao ni mmoja. Na kwa vile baba yao ni mmoja, hawani haya kuwaita ndugu zake. Kumbuka tuna wimbo wetu ambao unasema ndugu yetu mkubwa, our big brother. Ni kweli kabisa, kwa sababu japo Yesu ni Mungu, wakati alijivika hali ya mwanadamu akafanyika ndugu yetu mkubwa, ili aweze kutoa katika hii shida. Na kwa hivyo kwa sababu kwa njia moja ni Mungu, hiyo nyingine ni ndugu yetu mkubwa, tunarithi pamoja naye. Na ndio sababu Yesu alisema katika Yohana 14 mstari wa 12, yule ambaye ananiamini, kazi ambazo ninafanya atafanya hizo pia, na hata kuu kuliko hizo. Nasema hivyo ni kusema yale mambo Yesu alikuwa nayo na vile alikuwa anafanya, hata na wewe una haki ya kuyafanya, kwa sababu Yesu Kristo ni ndugu yetu. Na sasa unakombolewa uweze kurudi katika nafasi yako, ile nafasi ya kabla ya kuanguka, the pre-fall condition. Na ukiwa hapo, huna hukumu katika maisha yako, na una haki kwa kile ambacho Bwana Yesu alikomboa. Unarudi katika ile position ya mwanzo, na si wakati ujao, sasa hivi, right now. Unajua shida yetu ni kusukuma ahadi za Mungu someday. No someday, now, right now. Ndio wakati wa kurithi mambo haya. Is that right? Now is a day of salvation. Ni wakati huu tunarithi mambo hayo. Ningetaka tuombe ili baadaye tuweze kuabudu Mungu. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, sifa na utukufu ni zako, na ni wewe peke yako unastahili. Asante Bwana kwa hii nafasi ambayo umetujalia tuweze kuwa hapa tusikie Bwana neno lako. Tunajua neno ni hadithi ya upendo ulio nao kwa ajili ya watu wako, kutuonesha sisi ni akina nani na mahali tulitoka, na vile ambavyo unaturejesha katika nafasi yetu kupitia sadaka ya mwana kondoo. Tusaidie tufunguke macho kwa njia kamilifu. Na Mungu wetu, malaika wa Bwana aliye mtekelezaji wa ahadi za ukombozi, aweze kusukuma kila mmoja wetu na tusaidie kuingia katika nafasi zetu. Tusamehe dhambi na hatia na makosa, tuoshe kwa damu mwana kondoo. Fungua ufahamu wa kila mmoja wetu ili tuweze kuona maana halisi ya neno hili, kuhesabiwa haki. Ya kwamba hatukufanya hili jambo lakini tulitegwa pale mwanzoni, na ndipo tukaingia katika mchafuko, mambo ambayo hatungekusudia kufanya. Na ndio sababu Bwana, wakati unakuja na upatanisho, unaondoa mchafuko huo wote na kurudisha maisha yetu katika ile hali tulikuwa nayo kabla ya kuingia katika mchafuko huo. Tunakuwa ni watu wenye haki, watu ambao hakuna mtu anaweza kunyosha kidole ili ashtaki chochote juu yao. Tusaidie Bwana ili tukielewa hivyo tuingie katika urithi wetu kwa njia kamilifu. Asante Mwenyezi Mungu, tunakupatia sifa na shukrani tukisema unastahili. Tusaidie kutafakari juu ya neno kila wakati. Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.